Trigwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu sana siku yenye historia zaidi, uwanja wa Kaga tena kwa mara nyingine tena, kama unavyoona R1 Sport wakiwa na nembo ya Vibration TV yenye hongera sana wazee wetu Stumai kwa kutumikia miaka 30 ulioitumikia klabu ya R1 Sport, lakini pia ni moja kati ya siku ambayo itakuwa ni ya historia zaidi, the Blue ambao ni Young Boys wakiwa wapo na uzi mkali zaidi na wapo live kwa ajili ya kuja kufanya surprise kama walivyomfanyia Betra Abbey, lakini pia R1 Sport wamejiandaa vyema kwa ajili ya kuja kumenyana hatua ya 16 bora ya ligi ya Umoja wa Wakimbizi Cup, ikiwa ni mechi ya historia kweli kweli, lakini pia wanaonekana viongozi wa timu ya ara ya kwanza ambao wanawasili ikiwemo makocha na watu mbalimbali wakija kwa ajili ya kumwenzi hii leo, siku njema na yenye historia upande wa kocha Stumai na mchezaji wa zamani huyu wa timu ya R1 Sport. Kocha huyu hapa ambaye wanamwenzi hii leo miaka 30, akiwa anaonekana akiwapa salamu viongozi mbalimbali wa shirikisho, lakini pia akifuata bodi ya wachezaji ambao sasa hivi ni mkufuzi wa timu ile, lakini pia wapo wachezaji ambao wapo kwenye bench wa timu ya ara ya kwanza, akiwa moja kwa moja anawaangalia. Ni siku ambayo kama nilivyokuambia Vibration TV ambao wameonekana ni wadhamini wa timu ya R1 wanakuja hii leo, lakini benchi hawa timu ya ara ya kwanza ambao hii leo itakuwa ni siku nzuri zaidi. Kocha Stumai kama unavyoona wakiwa wanasubiri surprise ambao wanamfanyia hii leo, moja kati ya watu ambao walitumikia zaidi timu ya ara ya kwanza toka mwaka 1997, lakini pia mpaka mwaka 2008 ile akiwa kama mchezaji na mwenye mafanikio ya kombe moja, lakini mkufuzi ambaye alitumikia ara ya kwanza kwa miaka takriban 14 hivi, toka mwaka 2010 mpaka mwaka 2024 akiwa ni kocha na ana mafanikio ya kutosha, akiwa na makombe matatu, akiwa amechukua makombe 4 na kombe moja akiwa kama mwalimu. Na moja kwa moja kabla ya kwanza kumwenzi kocha Stumai, kuna zawadi mbalimbali ambazo tumiwa hapa na shirikisho, na moja kwa moja wanatoa zawadi mbalimbali kwa watu ambao walijibu baadhi ya maswali. Na swali la kwanza lilikuwa ni swali ambalo nani aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa shirikisho, na swali hilo lilijibiwa na Makaba Itabu ambaye ni mtangazaji wa kanda ya Ziwa. Amewakilishwa hapa na moja kati ya watu ambao amewatuma yeye swali la kwanza hilo. Mwingine ambaye alipatia ni Demuto Makochali ambaye ni admini pia, lakini pia mkufuzi wa timu ya Betra Abbey alikuwa ni mtu wa pili kupatia kwenye swali hilo, ambaye liliulizwa nani alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa shirikisho, naye pia hayupo Demuto Makochali. Watatu kupatia alikuwa ni Stumai. Yes, pia kocha Stumai alikuwa ni moja na miongoni mwa watu ambao walikuwepo, lakini pia walijibu swali ya nani aliyekuwa mkufuzi, lakini pia kiongozi wa shirikisho wa kwanza kambini Nyarugusu. Ndio, na kwa haraka aliyewahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa chama cha soka kambini Nyarugusu alikuwa anaitwa Habibu. Aliyewahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa shirikisho la mpira kambini Nyarugusu ni Habibu kama yalivyo majibu, na pia kuna zawadi ya pili kwa mdau aliyetoa utabiri wa mechi kati ya R1 Sport. Yes, mdau wa mtu aliyetabiri mechi ya matokeo ya mechi ya anaitwa Uche, anatoka F3. aliyetabiri matokeo ya mechi ya R1 dhidi ya Feba Espoir. Kama upo ndio chukue zawadi. Aliyepatia kwenye swali hilo ni Uche, mchezaji wa zamani huyu wa timu ya Young Boys, lakini pia mchezaji wa zamani wa timu ya Giraffe. Zawadi hiyo ya mtu
aliyefaulu swali hilo la aliyetabiri matokeo hayo ya mechi ya R1 dhidi ya FEBA Espoir. Ana zawadi ya kitenge huyo aliyepatia na mwakilishi wake huyu hapa Uche, ambaye takuwa labda alizuiliwa, anawakilishwa hapa na moja kati ya wanamichezo wakubwa Kabili Nyarugusu. Ni zawadi kwa mchezaji anayeongoza kuonyeshwa kadi nyingi nyekundu tangu 2021 hadi 2000. Mchezaji ambaye ana kadi nyingi za anayeongoza kwa kuonyeshwa kadi nyingi nyekundu ni kutoka D1. Ni mchezaji Luba kutoka D1 ambaye ana kadi 7. Kama upo ndio chukua zawadi yako. Anaambiwa Luba kama yupo ana zawadi yake hapa, mchezaji ambaye alionyeshwa kadi nyingi za kadi nyekundu na mpaka sasa hivi bado yupo kwenye adhabu ya kadi nyekundu mpaka sasa hivi, na toka 2021 ndiye mchezaji ambaye ana kadi nyingi zile. Zawadi kwa mchezaji aliyeonyesha nidhamu kwenye hatua ya makundi kwenye ligi hii ya Umoja wa Wakimbizi Cup daraja la kwanza. Mchezaji mwenye nidhamu ligi hii ni mchezaji Jean Mastan, fundi wa kabumbu, lakini pia amewakilishwa na mwalimu wake, kocha wake huyu wa Jiashe Bilombe, ndiye mwakilishi wa mchezaji mwenye nidhamu, tuzo ya nidhamu hii kwenye hatua ya makundi ya ligi hii ya Umoja wa Wakimbizi Cup. Aliyecheza daraja la kwanza, daraja la pili na leo anacheza daraja la 3. Huyo mchezaji anaitwa Jean kutoka ED. Mchezaji ambaye alicheza daraja la kwanza, akacheza daraja la pili, lakini pia anacheza daraja la 3. Moja kati ya matukio ambayo ukiyasikia ni kwamba yana utani ndani yake, lakini pia ni rekodi ya kabumbu. Alianza daraja la kwanza, akacheza daraja la pili, na hivi leo yupo daraja la 3. Mchezaji Jean refa bora ni Natasha Tungimana, refa wa kike, kama yupo aje achukue zawadi yake. Natasha refari bora ambaye ni Natasha Hatungimana ambaye amepata tuzo ya refari bora. Hatujui vigezo ambavyo labda walitumia, aidha ni gender, maana ndiye refari ambaye ni wa kike tu kwa mazingira hapa nyumbani. Zawadi ya kibendera bora namba 1, line 1 bora ni bwana Argindo, mashine ya kazi, refari bora, kibendera bora huyu. Ala, akionyesha mambo. Nakwambia ng'ombe Isaac Maini, kibendera bora huyu. Arguma, mashine ya kazi. Kibendera bora namba 2 ajiandae ni bwana Levis. Na kibendera bora namba 2 ni Levis pia, ambaye kama inavyosikika ndiye kibendera bora namba 2, lakini pia amewakilishwa na Argindo ambaye atakuwa labda hayupo chukulia nafasi kibendera bora mwingine. Na bado zawadi zinaendelea za wadau mbalimbali wa soka. Kongwe wa timu ya R1 FC alianza kuichezea mwaka wa 1998 hadi mwaka 2012. Pia akawa kocha wa timu husika hadi leo. Mchezaji huyo ni Stumai kutoka R1. Zawadi nyingine ambayo inatolewa hii leo ni zawadi ya mchezaji kongwe wa timu ya R1 Sport ambaye yeye ndiye mwenye kilele cha siku ya leo, na kama ilivyoonyesha bendera ya timu ya kwanza yenye nembo ya Vibration TV inasema kocha Stumai huyu toka 97 mpaka hii leo yupo kama kocha, akiwa mchezaji toka zamani mpaka leo bado anaitumikia miamba ya R1. Jambo nataka niwaambieni, Anaongea neno huyu Stumai Ramadhani akiwa na uzi huu miaka 30, akiwa anaomba wadau mbalimbali ambao wanazitumikia timu zao kwamba waweze kutulia kwenye timu zao, maana mvumilivu ula mbivu, maana ni moja kati ya nafasi ambayo
inakuwa ina mafanikio, lakini pia inaandika historia ndani ya timu kama unavyoambiwa kwamba ni nafasi nzuri zaidi, lakini pia nawashauri wasiweze kutembea kwenye nafasi mbalimbali, maana ni moja kati ya nafasi ya mwisho. Ni zawadi kwa wachezaji wote wa timu ya R1 Sport, lakini pia kuna zawadi kwa wachezaji wote wa timu ya R1 Sport, na anaanza moja kwa moja naoza wa timu ya R1 ambaye ni Riziki Alinot Iniesta. Baada ya Iniesta ni ingizo jipya golikipa huyu wa timu ya R1, lakini Aaron Sungura uzi nambari 4 mgongoni, Luamas Tumai Ismail Nai huyu uzi nambari 2 mgongoni, Pesa Beri Coman, Filippo Darius, Oredi Kenga, Fazil Kachimuka, Ibanda Mchinda Alliance, lakini pia Lawi Muyemera, Jackson Asensio, lakini pia wachezaji wa akiba ambao wapo kwenye bench, ubao mrefu ukiwa unaongozwa na wachezaji nao mbalimbali wanasalimiana, na tuzo bado zinaendelea, tuzo mbalimbali ambazo wamefanya kama surprise timu ya R1, Juma huyu Mwene, lakini pia Zidane, Senda Method, Kasi, Bakayoko, Alexander William, Digia Almas, Lui Auchu, Ushindi Kasmo Dunia pamoja na Tumba Joe, Amimu Musa Boya. Na karibu sana, hapa ndipo tunatamatishia hatua hii ya tuzo mbalimbali kutoka kwenye timu ya R1 wadau wa soka, lakini pia tuzo ya kumwe Igwen Media, burudani kwa wote.